Ikhwatal iman, tukiwa tuko ndani ya Rabiul Anwar, mwezi ambao kwamba wulidal huda falkainatu dhiya'u, mwezi aliozaliwa mbora wa viumbe mtume wetu bwana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itakuwa ni vizuri inshallah biidhnillah siku ya Jumamosi tukumbushane katika mambo mawili matatu yanayohusiana katika sira ya bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ili tupate kuhuisha hizi nyoyo zetu, kwa sababu yeye ndio kigezo chetu katika haya maisha yetu ya kidunia, na yeye ndio atakayetutangulia katika pepo. Kwa hiyo kutajwa kwake na kusherehekea mazazi yake sio katika jambo ambalo kwamba ni geni katika sheria yetu ya Kiislamu. Ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisherehekea siku yake kwa kufunga, sisi tutaisherehekea siku yake kwa kuhuisha, kutaja manaqib katika sifa za bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale ambayo kwamba ameyafanya katika sira zake na katika akhlaqi zake, ili tuzidi kujiweka karibu naye, kwa sababu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir. Ikhwatal iman, wajua katika darsa yetu ya siku Alhamis tunaye bado Al-Hasan al-Basri, lakini kwa vile tuko ndani ya Rabiul Anwar kuna baadhi ya vitu ni muhimu kuambiana. Yani vitu wenyewe ni kufanyia kazi yale ambayo kwamba tunayasoma siku zote, jambo muhimu sana. Yale ambayo kwamba unaojifundisha katika mambo ya dini yako ni muhimu kuyafanyia kazi sana. Imekuja katika hadithi ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam inayosema, ashaddu nasi adhaban yawm alqiyama, watu watakokuwa na adhabu kubwa siku ya kiyama, alimun la yanfa'u Allahu biilmihi, ni yule mwenye ilmu ambaye kwamba hakuwafikishwa katika kuitendea kazi ile elimu yake. Kwa unapojifundisha masala yoyote katika dini yako, ni vizuri ukayafanyia kazi yale masala. Na amari hizi, umri tuliokuwa nazo zinasogea mno. Mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja kwenye hadithi anayosema, wa inna imra'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lah, mtu ambaye kwamba itakopita saa katika umri wake kwa kufanya mambo ambayo kwamba sio aliyoumbiwa nayo. Umeletwa hapa duniani kwa ajili ya kufanya ibada, umeletwa hapa duniani kwa ajili ya kuwa mtumwa wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa saa moja ikikupita katika sio jambo ambalo kwamba ulioumbiwa nalo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la jadirun, ni jambo ambalo kwamba la muhimu kwa huyu mtu, antatula alaihi hasratuhu, majuto yake yazidi. Yani ukijiona wewe limekupita saa zima limepita katika maisha yako, saa lile limepita sio katika mambo ambayo kwamba ulioumbiwa nayo, umeumbiwa ufanye ibada, likapita lile saa katika mambo ya kipuuzi kabisa, basi ni jambo lilokuwa la mbele kujuta, ukawa na majuto makubwa. Wa man jawaza al-40, na yule ambaye kwamba atakuwa amepita miaka 40, mtu ushepita miaka 40, ikawa kheri katika daftari zako sio nyingi kuliko shari. Kupita miaka 40 yatakuwa kheri ndio ziwe nyingi katika lile daftari lako, lakini ikiwa kheri sio nyingi, shari ndio nyingi, basi vile wewe ni bora ukajiandaa na moto. Ukiwa umepita miaka 40, yatakiwa kheri ndio zijae kwenye daftari lako lile la mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala imo, siyamu imo, qiraatul Qur'ani imo, silatul rahim imo, mambo yale ya kheri ndio yatakiwa yajae katika lile daftari ikiwa ushapita miaka 40. Lakini ukiona umepita miaka 40 alafu shari ndio zinaghilibu katika daftari lako, ndio zimo nyingi mno, ukijiangalia swala yako haipo, una sala, usali wewe swala za kupita tu,
Silatul rahim wewe ndio wa mwanzo kukata udugu. Qiraatul Qur'ani haumo. Ukijiona mengi yale ya shari ndio yamo kwenye daftari lako na ushepita 40. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwenye hii hadithi, mtu namna hiyo ni bora ajiandae na nini? Na moto. Allah atustiri katika mambo kama hayo. Tukirudi katika darsa yetu baada ya huu mukaddima mfupi, tuliishia katika wiki iliyopita Al-Hasan al-Basri alipoitwa na yule kiongozi wa Iraq, wali al-Iraq, ambaye aliwaita yeye na mwanachuoni mwenzie Amir, akamwambia njooni kwenye majlisi yangu, nina shida na nyie. Akawaambia, nyie ndio wanachuoni wa huu mji wa Basra. Kama mnavyofahamu, mimi naletewa barua mbalimbali na kiongozi wangu wa juu, lakini hizi barua nikiziangalia nyingi zao zinaenda kinyume na mafundisho ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ninachoombeni munipe nasaha nifanye jambo gani. Kiongozi wangu wa juu ananitaka niyafanye haya mambo, na haya mambo yako kinyume cha sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasan al-Basri alikuwa na mwenzie, mwanachuoni mwenzie. Yule mwanachuoni mwenzie akaamua yeye azungumze maneno ambayo kwamba kama ndani yake kuna kupakana mafuta. Kabla bwana, unajua hivi, hakuelekeza jibu kama vile inavyotakiwa. Baada ya kuzungumza vile, yule kiongozi faltafata ila al-Hasan, akageuka kumwangalia al-Hasan al-Basri. Waqal, kisha akasema kumwambia, wama taqulu anta ya Aba Said, na wewe wasemaje ewe baba wa Said, ambao ndio kunia ya huyu al-Hasan al-Basri. Wasemaje wewe? Umemsikia mwenzio, mwanachuoni mwenzio huyu amesema kuhusiana na barua ninazopewa mimi, amezungumza kama ulivyomsikia, na wewe wasemaje? Al-Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, tabi'i huyu kubwa kabisa, hakupindisha mstari kupeleka hivi wala hivi, akanyoosha rula, akamwambia yule bwana, sikiliza nikwambie, huyo anekuletea barua usidhanie atakusaidia chochote mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umeumbwa peke yako, umetoka ukaja duniani peke yako, na kabrini utakwenda peke yako, na utasimamishwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yako. Kwa hiyo kama waona kwamba huyu kiongozi anikuletea barua una nafasi wa kuweza kumtii, ujue huyo hataweza kukusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akamwambia maneno, wa'alam, tambua, anna Allah jalla wa azza yamna'uka, Mwenyezi Mungu atakuzuia na atakutetea wewe kutokamana na huyu kiongozi anayekuamrisha ukiwa utamkhalifu. Allah ndio atakayesimama na wewe. Wa anna Yazid, na kwamba huyu kiongozi anaitwa Yazid anayekuamrisha wewe utende asiyokuwa mazuri, la yamnauka min Allah, hawezi kukutetea mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Natambua wewe utafika wakati utambue kwamba kitachokufaa ni amali yako uliyotenda peke yake, ndio ambayo kwamba itakusaidia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha tukazungumza yale maneno ambayo kwamba ni maneno ya hikma, wameyasema baadhi ya wanaochuoni kwamba la yuhsinu abdun, mtu hafanyi vizuri, ma bainahu wa baina Allah, baina yake na baina ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yani hutoyatengeneza yale yaliyokuwa baina yako wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, illa ahsana Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu atakutengenezea yale yaliyokuwa baina yako wewe na baina ya viumbe. Yani ukiyatengeneza mahusiano yako na Allah, Allah yeye atatengeneza mahusiano yako wewe na viumbe. Wala yu'wiru abdun, na mja hapindishi, ma bainahu wa baina Allah, yale yaliyokuwa baina yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampindishia na yeye yale yaliyokuwa baina yake yeye na viumbe. Ukiweka sawa yale yaliyokuwa baina yako wewe na Allah,
Allah anaweka sawa yale yaliyokuwa kwa viumbe wenzio, na ukiyapindisha yale yaliyokuwa wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Allah atakupindishia huku vile vile yaliyokuwa baina yako wewe na nini, na viumbe. Kisha maneno haya yanaendelea, mja kujitahidi kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Swala hili liko rahisi kwa sababu wewe unafanya kazi kumridhisha Allah ambaye ni peke yake, lakini ukienda mbio kuwaridhisha viumbe ni wengi, uwezi ukawaridhisha. Ukimridhisha Allah ambaye ni peke yake, yeye atakutengenezeshea kwa viumbe ambao ni wengi, lakini ukienda mbio kuwatengeneza viumbe ili wawaridhishe, wao ni wengi, utamridhisha yupi? Uwezi kuyatengeneza mambo yako. Fini haya wewe utaanguka, utakuwa katika jambo lilokuwa sio zuri. Na ili ufanikiwe siku zote katika mambo haya ni kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala at-tawfiq wal hidayah. Nini maana at-tawfiq? At-tawfiq maana yake ni dhiddu al-khudhlan. Tawfiq maana yake nini? Ukisema kwenye dua yako ya Rabbi na kuomba tawfiq, maana yake unamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alla yakilaka ila nafsika, kwamba Mwenyezi Mungu asikuachilie ukawa unajitegemea mwenyewe kwenye nafsi yako. Yani ukimwambia Allah na kuomba tawfiki yako, maana yake wamuomba Allah akuumbie uwezo kwenye nafsi yako katika kutenda mazuri, na asikuachilie ukawa una uwezo wa kufanya mambo peke yako. Kinyume cha tawfik ni al-khudhlan. Maana yake nini? Ni Allah kukuachilia kamba mwenyewe ikawa waweza kuyaongoza mambo yako mwenyewe, na binadamu huwezi kuyaongoza mambo mwenyewe. Lazima wahitajia tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili uweze katika kuyafanya yaliyokuwa nini, mazuri. Ndio ile wanaudhu billahi min shururi anfusina, kwamba tujikinga, Mwenyezi Mungu atusaidie kutokamana na shari za nafsi zetu wenyewe. Kwa Al-Hasan al-Basri yeye akamwambia yule bwana, intakuma Allah, ukiwa pamoja na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa fi taati, na katika taa yake, Mwenyezi Mungu atakukinga wewe kutokamana na matatizo ya huyo kiongozi. Lakini ukisema kwamba wewe hauko na Mwenyezi Mungu ukajitia kwenye maasi, Allah hawezi kukukinga kutokamana na matatizo ya kidunia. Baada ya pale, yule kiongozi baada ya kusikia ushauri wa wanaochuoni wote wawili, Ash-Sha'bi na Al-Hasan al-Basri, baada ya kuwasikia maneno yale yote mawili, akalia, machozi yakawa makubwa kwake. Kisha akamkirimu Hasan kukirimu kikubwa. Baada ya pale, wale wawili wote, Al-Hasan al-Basri na yule mwanachuoni mwenzie, wakatoka mbele za watu, wakamwacha nyuma yule kiongozi akiwa nyumbani kwenye kasri yake peke yake. Wakatoka wao mbele za watu. Walipotoka nje, watu wakawauliza, fajitama alaihim annas, watu wakakusanyika kwa wao wawili. Wajalu yasalunahuma, wakaanza kuwauliza wote wawili, an khabarihima ma amiri, kuhusiana na habari yao kwa amiri al-Iraqain, kwa yule amiri wa Iraqi mbili, al-Basra wal Kufa. Akamwambia, vipi uko ndani, mbona mmekaa sana, kulikuwa na jambo gani? Hebu tuelezeni. Watu wanawauliza, wanataka wajue habari za ndani. Yule mwanachuoni wa mwanzo Ash-Sha'bi akawageukia watu, akawaambia, jamani, nisikilizeni vizuri. Ayuha nas, enyi watu, man istataa minkum, sisi sote tulikuwa kwa kiongozi, mimi na huyu mwenzangu Al-Hasan, tulikuwa tumeitwa na raisi na waziri, muite vyovyote vile. Tulikuwa tumo ndani na tumeulizwa mambo kadha wa kadha, lakini kwa vile mmetaka kujua habari ya humo ndani tulipotoka, sikilizeni ninachowaambia. Man istataa minkum, aneweza miongoni mwenu, an yu'thira Allah azza wa jalla ala khalqihi, amtangulize Mwenyezi Mungu kwamba ndio wa mbele kuliko chochote katika viumbe vyake, akamweka Allah ndio wa mbele, viumbe akaviweka nyuma. Anaweza kufanya hivyo katika maisha yake yote, fi kulli maqam, katika kila sehemu. Ukiwa una uwezo wa kumtanguliza Allah katika kila jambo, anawaambia wenziwe,
kwa niliyaona ndani huko. Ikiwa kuna mtu anao uwezo wa kumtanguliza Allah katika kila jambo, anayo nafasi hiyo, na bila shaka kila mtu atakiwa awe na nafasi hiyo, basi huyu Ash-Sha'bi anasema faliyafal, mtu na afanye hivyo, amweke Allah ndiyo mbele katika kila jambo. Fawalladhi nafsi biyadi. Kwa nini nawaambieni hivyo? Yule bwana anaapa, anawaambia naapa kwa yule ambaye kwamba ndio mmiliki wa nafsi yangu, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ma qala al-Hasan, huyu Hasani mwenzangu hana alichokisema pindi tulipoingia ndani kwa waziri tukaulizwa yale maswali, hana alichokisema chochote isipokuwa mimi nakijua katika kile alichokisema. Hakuna ambacho kakisema mimi sikijui, vyote alivyovisema na vijua. Walakinni aradtu fima qultu, lakini mimi wakati nilipoulizwa majibu yangu nilipoyatoa, nilitaka nimridhishe yule kiongozi. Na Al-Hasan al-Basri majibu yake aliyotoa alitaka amridhishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kama aliyosema Hasan mimi siyajui, na yajua yote, lakini Al-Hasan alitaka kumridhisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mimi nilipokuwa ndani kwa waziri, kwa mkiongozi, nilitaka kumridhisha yule apate kufurahi nitakayoyasema. Na huu ndio msiba mkubwa, mtu unapoitwa ukashauriwa, almustasharu mu'taman, mwenye kushauriwa mpaka ukaitwa na mtu ni mwenye kuaminika wewe. Sasa unapopewa jambo mwenzio akushauri jambo, watakiwa uzungumze lile jambo, utafute radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana ad-dinu an-nasiha. Al-muslim, Muislamu ni kioo cha ndugie Muislamu. Usipindishe maneno ukataka umridhishe, bora umwambie ukweli ambao kwamba ni mchungu, lakini umezungumza maneno yaliyokuwa sawa sawa. Wewe si umekuja bwana, umetaka umenikushauri katika jambo hili na hili, mimi rai yangu jambo hili 1 2 3 4 5 6 7, ameridhika, lakini umezungumza ukweli. Lakini unaanza na mujamala, unazungumza hivi, unazungumza sijui vile, ili usimuudhi mtu, hauwezi ukafanikiwa. Na fini haya yule bwana akija akifeli, wewe na wewe pia kama ukuzungumza yale maneno kwa kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, unakuwa hubebi ile sifa ya kumpa nasaha muumini mwenzio kama vile dini inavyoamrisha. Kwa hiyo baada ya pale wakatoka, yule Hasan akapata nafasi kubwa kwa kiongozi, akakirimiwa kwa ajili ya kusimamia maneno yaliyokuwa mazuri. Sasa hii mkasa huu nimeuelezea, ukiuangalia unarudi katika ile mwanzo wa ile darsa pale nilipoanza. Wangapi tunajua katika mambo ya dini jambo hili halifai, lakini uenda ukakaa mbele za watu likafanywa lile jambo ukanyamaza kimya kwa ajili ya kutaka usiudhi watu, usikere watu, kwa sababu ukizungumza labda utakera watu. Umefika sehemu, umealikwa kwenye harusi pale, au umealikwa katika jambo, ona hapa kuna munkar, usikubali hata siku moja ukaendelea kuishi kwenye munkari ule ule, kwa sababu kunyamaza katika jambo ambalo kwamba wajua munkar na wewe ni sehemu ya ule nini, ule munkar, lile kosa. Allah anasema kwenye Qur'anul Karim katika suratul Nisa, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Kifika sehemu mahali kwamba waona aya za Mwenyezi Mungu zinakosewa, watu wanakosea sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanafanya mambo ya munkar, shekhe, una uwezo, kataza kwa mkono wako, kwa ulimi wako. Umeshindwa, inuka ile sehemu uchukie, uonekana kwamba huyu bwana amechukia.
ukiendelea kukaa pale kwenye ule munkar, Allah anasema innakum idhan mithluhum, nyie ni kama wale. Na mkiwa kama wale nini? Allah anabainisha katika aya ya mbele yake, inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jamia. Umebeba sifa ya unafiq, walijua lile jambo halifai wewe, lakini wapindisha umeona. Na unaposema ukweli, wallahi amini usiamini, unaposimama katika lile jambo ambalo kwamba walijua hili, ukusudie tu ibtighaa wajhi Allah, kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu atainua daraja yako. Mwambie mtu, bwana wewe unataamal birriba, anta tataamalu birriba, wewe unataamal birriba na unajua, mwambie haifai na riba ni haramu kwa nasi ya Qur'anul Karim ambao ni qat'i thubut, na dilala yote imefidisha, hakuna shaka katika kuonesha kwamba riba ni haram, hakuna shaka yote. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Sasa unaanza kumwambia mtu, wajua lakini hili usichukue maamuzi ya kuingia huku, ni bora ukauliza. Wewe wajua kama hili jambo halifai, alafu wanampindishia mtu. Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jamia. وقد عاش الحسن البصري. الحسن البصري ameishi nahwan min 80 aman, zaidi miaka 80. Mala ad-dunya khilalaha ilman wa hikma, ameijaza dunia kwa hiyo miaka 80 aliyoishi kwa hikma zake na fiqhi yake. Wa kana min ajalli ma warathahu lil ajyali, na katika matukufu aliyoyaacha katika hii jamii, katika kizazi, katika mambo makubwa aliyoyaacha ambayo yenye kuhuisha nyoyo, ni mawaidha yake, ambayo kwamba mawaidha hayo ukiyasikiliza moyo wako lazima ushtuke. Ameacha mawaidha makubwa mno, lau kama wayasikiliza mawaidha yake katika kufanyia kazi. Tumezungumza katika juma lililopita hapa, katika wiki iliyopita, Al-Hasan al-Basri ilikuwa haamrishi jambo isipokuwa kwanza yeye awe ni wa mwanzo kulifanya lile jambo yeye, kisha ndo analiamrisha. Kama mtakumbuka ule mkasa wa wale wa wafdun min al-abid, kikundi cha wale watumwa waliokwenda kwake wakamwambia, inna sadatana, hakika ya mabwana wetu, asau muamalatana, wanatufanyia vibaya katika kutufanyia sisi muamala wetu, wanatuamili kwa vibaya, wanatufanyia hivi, wanatufanyia. Kwa hiyo tunachokuomba Hasan al-Basri, uandae hutuba nzito, uende ukawatolee wale mabwana katika msikiti wenye watumwa chini yao, kidogo nyoyo zao zilainike, waweze kuwaachia hawa watumwa huru, wafanye hivi. Akawapa wale maabidi wanamsomesha Hasan, akatoa hutuba nzito. Lakini Hasan al-Basri hakwenda moja kwa moja kwenda kuitoa hutuba. Ilipita Ijumaa ya mwanzo, ikapita Ijumaa ya pili, hajapanda kwenye mimbar, mpaka ilipokuja Ijumaa ya tatu ndio akapanda akatoa hutuba kuwahimiza watu juu ya umuhimu ya kuachia watumwa huru. Watumwa baada ya muda wakaachiliwa huru. Wasema wanaochuoni hakuna aliyotoka kwenye swala ya Ijumaa siku ile isipokuwa baadaye alikwenda kumwachia mtumwa wake huru. Toka huru, toka huru, toka huru. Wale watumwa wakapanga tena, baada ya kwamba washekwa ahraran, waende tena kwa Hasan, wakamwambia, jiinaka, tumekujia mara hii sio kwa ajili ya kukushukuru, tumekuja kwa ajili ya kukufanya nini? Kukulaumu. Tumekwambia utoe hutuba, umechelewesha Ijumaa ya kwanza, Ijumaa ya pili, unatujia Ijumaa ya tatu leo mpaka ya 4 hii ndio unatoa hutuba. Tumeteswa sisi Ijumaa ngapi huko? Angalia Hasan al-Basri alipoambia, mimi nimechelewa kutoa hutuba kwa sababu sikuwa chini yangu nina hela za kuweza kununua mtumwa, wala chini yangu sikuwa na mtumwa. Nimeona kwanza nitafute hela nipate mtumwa, kisha nimwachie huru.
ili nikija kutoa khutba niwe ni mimi ni wa mwanzo nishalifanya lile jambo la kuachia mtumwa huru, nisiwe kwamba katika ile kauli atamuruna an-nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la tafalun. Waamrisha watu kwenye kutoa, jamani watu watoe, jamani watu watoe. Wewe watoa shekhe, uwe ni kigezo katika kile kwenye kutoa. Watu watoe zaka, jamani watu watoe zaka, wewe watoa. Watu waswali, jamani watu waswali, wewe wasali, shikamana na sala. Waamrisha watoto nyumbani, jamani mke wangu kuswali, mke wangu kuswali. Lakini mke huyo anakuona wewe husali, atasali vipi naye? Shikamana na sala wewe, alafu amrisha hali ya khairi. Yeye mwenyewe atabadilika, kama ni watoto, kama ni mke, kama ni ahli, kama ni nini. Mwenyezi Mungu mwenyewe Subhanahu wa Ta'ala atatia hidayah yake na atatia taufiki yake katika kile ambacho kwamba wewe unachokilingania. Sasa Al-Hasan al-Basri alituachia mauidha makubwa, ambayo mauidha yale ukiyachunguza, baadhi ya wanaochuoni wanasema mengine ni yenye kuelezea hii dunia uhalisia wake, mauidha mengine yanaelezea jinsi ya kuipa unyongo hii dunia. Min dhalika, katika hayo mauidha yake alituachia mengi, lakini katika baadhi yake qauluhu, ni maneno yake, lisailin, kwa yule muulizaji, saalahu, alimuuliza, ani dunia wa haliha, alimuuliza mtu, hebu tuelezea Hasan al-Basri kuhusiana na dunia. Dunia waielezea vipi ya Hasan al-Basri? Kuna bwana akamfuata akamuuliza, hebu nielezee kuhusiana na dunia. Angalia Hasan al-Basri alichomuuliza, akamwambia, tasaluni ani dunya wal akhirah, waniuliza mimi kuhusiana na dunia na akhira. Inna mathala dunya wal akhirah, mfano wa dunia na akhira, kamathali al-mashriqi wal maghrib, mfano wa mashariki na mfano wa nini? Magharibi. So umeniuliza wewe bwana, muuliza, hebu niambie dunia ni vipi na akhira ni vipi? Ambia, ukitaka kuijua dunia na akhira mfano wake ni sawa sawa na mashariki na magharibi. Bado mtu hajaelewa ni vipi hapo mashariki na magharibi. Anaendelea Hasan al-Basri anambia, matazdadta min ahadihima qurban izdadta min al-akhari bu'dan. Dunia na akhira ni sawa sawa na mashariki na magharibi. Kadri unapokuwa karibu na mojawapo, ndio kadri unapokuwa mbali na ile nyingine hapo. Ukiwa wewe uko mashariki, kwa nisba yako, kwa upande wako, magharibi itakuwa karibu kwako, magharibi iko mbali mno. Kadri unapokuwa uko katika mashariki, ndio kadri utapokuwa uko mbali na magharibi. Ndio mfano wa dunia na akhira. Kadri unapokuwa waipenda mno dunia, imeingia mno katika moyo wako mpaka ikatawala ile dunia, na alama ya kwamba dunia iko mno katika moyo wako ni kwamba mazungumzo yako mingi yako katika kuizungumza hiyo nini? Dunia. Sasa kadri unapokuwa kwenye dunia uko karibu mno, ndio kadri akhira unapokuwa uko mbali nayo sana. Matazdadta min ahadihima qurban, mojawapo ukiwa karibu nayo, ukiwa karibu na magharibi, izdadta min al-akhari bu'dan, utakuwa mbali na mashariki. Ukiwa uko akhira waipenda mno, uko karibu nayo mno, basi dunia itakuwa iko mbali sana na wewe. Ndio Allah kwenye Qur'anul Karim anasema vipi? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Mambo hayo unaweza ukawa wewe una ata, wafanya mambo ya akhira, watoa, unatoa kweli, lakini je, unayo takwa? Je, wasaddaqa bil husna, imani kwenye moyo wako kuhusiana na mambo ya akhira, watu jinsi watavyoenda lipo yapo? Leo tunaweza tukawa tuna watu
wanayo hii nguzo ya mwanzo, wanafanya ata, wanatoa, lakini wanao ucha Mungu katika utoaji wao. Uwezo ukamkuta mtu anayo katika kutoa, lakini hana ucha Mungu, wala hasadikishi katika kuamini kwamba kuna kwenda kulipwa. Ndio maana wamkuta atoa huku ana masimango katika moyo wake, analalamika. Bwana, kwani hamjaona watu wengine wakwenda kuambia mambo ya misikiti na madrasa? Hatujawaona, tumekuona wewe shekhe na tutakufuata bwana. Kwa sababu ukiwa watoa uko karibu na akhira, dunia utakuwa uko nayo wapi? Mbali. Matazdadta min ahadihima qurban, kadri unapokuwa uko karibu na mojawapo, ile nyingine utakuwa uko nayo mbali kabisa. Hiyo ndo taarifu ya dunia kwa Al-Hasan al-Basri. Anaendelea, watakulu li, na unaniambia, sifli hadhihi dar, nisifie mimi kuhusiana na hii dunia. Bado yule jamaa mwambia nisifie dunia, bado sijaijua vizuri. Famadha asifu lak, nikusifie nini kuhusu hii dunia? Awaluha ana, mwanzo wa hii dunia ni tabu. Wa akhiruha fana, na mwisho wake ni kufanya nini? Ni kuondoka tu. Nipe nafasi katika miongoni mwa usia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, zuru alqubur, tembeleeni makaburi, fa innaha tudhakirukum bimadha bil akhirah, yanawakumbusheni makaburi akhirah. Wallahi, nenda pale Mbuyuni au nenda hapa kwaitwaje hapa pengine hapa pengine Chuma au hii nyingine hii Idari, nenda pale ukaangalie wale watu walikuwa na nafasi zao, walikuwa na majumba yao, nafasi zao zimechukuliwa na wengine, nyumba zao zimerithiwa na wale wake ambao kwamba walikuwa wako nyuma yao wameolewa wengine, na zile mali zao watu wamegawana. Fi nihaya, wale waliogawana zile mali hawendi uulizwa kuhusiana na uchumaji wa ule mali, ile mali ya urathi, wenda uulizwa wewe ambaye kwamba ulioichuma ile mali. Wameshegawana, umekuja umeminyana hapa duniani ukachuma, ukujali ya halali wala ya haram. Na ndio maana wanaochuoni wanasema imekuja katika athar, binadamu anapokufa akawa amebebwa katika ile jeneza lake lile, akaekwa watu wamembeba ala aktafi rijali, huku kasimama mtu na huku kasimama mtu na nyuma mtu wamelibeba lile. Kullu ibn untha wa in talat salamatuhu yawman ala alati hadbaa mahmulu, binadamu yoyote hata apate umri kiasi gani, lakini siku moja katika kile chombo cha hadbaa lile jeneza lile atabebwa tu pale na watu. Sasa pale ukiwa binadamu umebebwa, fa inna roho yako turafrif, huwa inapepea, watakul, na huwa inasema, lakini si binadamu hatusikii, lakini huwa ina maneno inasema, ya ahli, enyi watu wangu, wa ya auladi, na watoto wangu na jamaa zangu, laqad jama'tu almala min alhalali walharam, nimekusanya mali kutokana na njia za halali na njia za haramu zote, nimekusanya kule huku, nilikuwa sijali dirham ya halali wala dirham ya haram, nakusanya tu. Wataraktuhu, lakini hiyo mali niliyokusanya nimeiacha, nyie ndio ambao kwamba tastamtiuna, mnaofurahia na kusherehekea hiyo mali. Roho huwa inazungumza maneno, kisha inaendelea, la tal'abanna bikumud dunya, dunia isiwachezeeni nyie kama ilivyonichezea mimi. Dunia hii ambayo kwamba twasifiwa na Al-Hasan al-Basri, hebu isikia, asema awwaluha ana, mwanzo wake ni tabu. Laqad khalaqna al-insana fi kabad, binadamu umeumbwa katika hiyo hali ya kabad, shida na dhiki, milima, wazaliwa mdogo, waanza kutembea, watafuta maneno,
wakuwa waanza kuingia kwenye maisha haya. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir. Tabu hiyo ulipitia binadamu, lakini mwisho wake nini? Wa akhiruha fana, ni kuondoka kwenye hii dunia. Wa fi halaliha, na lile la halali unaloliona katika hii dunia, lile la halali unalolipata hisabu, lina hisabu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi haramiha, na katika lile haramu binadamu alilolichuma kuna iqab, kwenda kuadhibiwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Man istaghna fiha futin, anayekuwa tajiri katika hii dunia ni mitihani mitupu. Kwa sababu mtihani mkubwa waliopewa, ambao kwamba wamepewa katika nafasi, wamepewa uwezo, wamepewa mali, mtihani mkubwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kile binadamu alichopewa katika mali. Kisha baada ya kumshukuru, na njia ya kushukuru ni kuitumia ile mali katika njia ambayo kwamba ameoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wachukua mali, wafanya mambo ya kheri, wafanya mambo hivi. Mimi najiuliza, siku moja nilikaa na bwana mmoja, nasema hebu angalia hapa katika mkoa wetu huu wa Tanga, mfano tuchukulie huu mkoa wetu tu wa Tanga. Najiuliza, hivi kweli hatuna watu wenye uwezo, wenye kuweza kujenga vitu vizuri, madrasa nzuri, wakajenga misikiti mizuri, wakaweka zile sehemu za kusoma dini nzuri? Wajiuliza, hakuna kweli, hatuna watu wa kufanya vitu vizuri vizuri? Kwa sababu ukiviangalia vitu vizuri vingi ambavyo kwamba tunavyo katika miji yetu hapa, katika madrasa nzuri, labda kiujumla tuzungumze kitanzania, wakuta ni vitu ambao kwamba mara nyingi, sio mara, wako watu muhsinina ambao wanafanya mambo ya kheri, lakini mara nyingi ni vitu ambavyo kwamba tufanyiwa na watu kutoka Ulaya huko, kutoka nchi za Kiarabu, ndio wanakuja wanajenga. Mtu atajenga madrasa nzuri au msikiti mzuri mpaka wafurahi. Sasa jiuliza, kwani sisi hapa hatuna watu wa kuyafanya haya? Hivi kweli washindwa mtu ukafanya jambo zuri katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wasomewa hadithi mbalimbali, bwana wewe wajua ukifanya jambo hili, ukijenga jambo hili mbele ya Mwenyezi Mungu, thawabu zake ni hizi. Ukichukua kitabu ukamnunulia mwanafunzi, leo kuna wanafunzi wallahi watafuta hela za kununua kitabu, hawana hela za kununua kitabu. Wengine watafuta hela za kununua chakula, hawana hela za kununua chakula. Kwa sababu gani? Jamii tunaoishi sasa hivi imechukulia, hata angalia kwenye familia zetu, yule ambaye kwamba amesoma dini ndio mtu ambaye kwamba anaonekana mutakhallif, ni mtu aliyorudi nyuma, aliyochelewa. Na maskini yule aliyosoma dini wakati mwingine hajitambui na hajielewi, au na aibu hata kutamka mbele za watu kwamba mimi nimesoma dini, nashukuru alhamdulillah, au na tabu. Wallahi nakuambieni, wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewachagua akawajalia wakapinda magoti katika kusoma Qur'an. Magharibi mtu amkuta isoma Qur'an, baada alfajiri asoma Qur'an, anatumikia Qur'an, au mtoto alihifadhi Qur'an. Nachelea mtu huyu akaona yale maneno ya Mwenyezi Mungu kwamba si bora, akaviona vile vilivyokuwa kwa watu wengine ndio bora. Nachelea huyo mtu ile neema aliyokuwa nao Mwenyezi Mungu akaichukua. Shekhe, wewe ukijiona umeatakif, umekaa chini waisoma Qur'an, umehifadhi Qur'ani kwenye moyo wako, usije ukakiona kitu chengine duniani ni bora kuliko maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata siku moja. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu wanaosoma Qur'ani na wanaoyafanyia kazi Qur'ani, wale wamechaguliwa na Allah, lakini hao wengine hawajachaguliwa na Allah. Allah anasema kwenye Qur'anul Karim, thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina. Hichi kitabu cha Qur'an tukawarithisha na kuwapa wale tulewachagua katika waja wetu. Ukiona unasoma Qur'ani umechaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iyak ukadharau maneno ya Mwenyezi Mungu, ukaona waliopewa wengine umepewa vizuri kuliko waliopewa wewe. Hii neema inaweza ikakutoka, usije ukadharau hata siku moja. Sasa hii falsafa hii ikishuka chini kwenye jamii zetu, watu wakafahamu umuhimu haya tunayozungumza, ndio kutakuwa na tanafus katika kutengeneza mazingira yaliyokuwa mazuri katika nyumba zetu za ibada,
katika vyuo vyetu, katika sehemu za kusoma watoto Qur'ani, wamwambia mtoto wamchukua enda naye wewe, mchukua mwanao wampeleka chuoni, waambia ingia katika kile chuo. Wallahi mazingira peke yake hayahamasishi yule mtoto kupenda kile kinachosomeshwa pale. Lawama zinarudi kwa nani? Zinarudi kwetu sisi. Tunajinasibisha na kusema ni wasimamizi wa kutengeneza mambo ya dini. Lakini sehemu ambazo kwamba za kusoma mambo ya dunia tunaweza tukazitengeneza tukaziweka vizuri. Tuna bomu lililokuwa kubwa mno twalitengeneza, baadaye kuja kukosa watu wanawachuoni wa kuweza kwenda kuzungumza mambo ya dini, kwa sababu hatuwafundishi watoto. Hasa watoto ikiwa hawafundishwi dini, watakokuja kuwa kuizungumza dini katika zama zinazokuja dikina nani? Ndio atakuja kuzuka mambo ya ajabu, ya vituko. Kwa sababu nini? Angalieni tu sasa hivi, umetoka sana mtansame, angalieni tuko katika kutaka kuingiza huu umuhimu wa elimu ya kidini irudi kwenye jamii yetu. Imepotea sana. Mashule haya muda ulewekwa na serikali imesema mtoto asome shule kuanzia asubuhi mpaka saa ngapi? Wametuwekea saa ngapi jamani? Amisaidi saa ngapi? Hayo pressure 8:30. Serikali kwa wataalamu wake wameona kwamba hii muda wa asubuhi mpaka saa 8:30 mtoto anaweza kusoma na kumaliza vitu vyote na akaelewa. Ikaja falsafa, watu wakaanza kuzungumza hayatoshi masaa. Mtoto anachukuliwa anapelekwa mpaka saa ngapi? Mpaka saa 12 jioni. Yafika tamaduni, ukimkuta mtoto leo yuko darasa la 4, mwanzo mbona wewe hujaenda chuoni? Akwambia niko darasa la 4 au niko darasa la 7 au niko form 2 au niko form 4. Nani alikwambia madarasa haya ni kizuizi cha mtoto kwenda chuoni kusoma dini yake? Na akimaliza darasa la 7 huyu tutampata tena tujekae naye tumfundishe huyu? Amesoma kitu gani katika fikri yake huyu mtoto, kama ni wa kiume au kama ni mtoto wa kike? Ajua nini katika swala yake? Hebu niambieni, ajua nini katika swala yake? Ana anachokijua katika swala yake? Hana anachokijua chochote. Nani atakwenda kujibu haya maswali? Sisi wazazi tutakwenda ulizwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hawakutosha hapo, mpaka ile siku tangu sisi zamani mtu asoma siku ya Jumamosi. Mzee pressure, Jumamosi ilikuwa mwenda shule nye? Siku hizi shekosha. Nani alileta mambo haya? Kwani zamani wakati hawa kina mzee Saidi, kina mzee pressure, kina mzee Fauzi, kina wazee wengine ambao kwamba walikuwa hawaendi shule Jumamosi, hivi zama zenu jamani hakukuwa na mainjinia? Madaktari hawakuwepo? Hakuwa madaktari waliotoka ambao walikuwa wakisoma Jumatatu mpaka Ijumaa, hawakupatikana madaktari? Sasa tatizo nini? Awali hawakusoma vizuri? Tatizo wizara hizo walizozitaja, sidhani kama ni wizara za ndani kweli. Tatizo ni sisi wenyewe wetu ndio tunashindwa kusimamia mambo ya ukweli. Sasa mfundishe mtoto hicho unachomfundisha. Usidhanie mtoto huyu akiwa hajasoma dini atakuja kukaa ainue mikono yake aseme Rabbi ighfirli wa liwalidayya, Mwenyezi Mungu nisamee mimi na wazee wangu. Hajasoma huyu, hajafundishwa lolote. Na ukimwambia njoo basi kwenye darasa ukae usikilize tukufundisha huko kwenye darasa, tuna darasa Jumamosi, tuna darasa Jumapili, pia hutaki kuja wewe. Hayo dini yako wewe utajifundisha vipi wewe? Unajua mambo mengine yanatia uchungu. Islamu hujui dini yako, hujui chochote wewe. Swala yako hujui. Muulize mtu, hebu nitajie zile arkanu swala, nguzo za swala. Wazijua wewe ambazo kwamba bila hizo wewe swala yako wewe haitimii? Wazijua wewe? Lakini sina swalishwa na imamu mimi. Ndio maana utamkuta mwingine hajui hata ile akichelewa kustadrik na imamu hawezi kwenye kulipa. Kwa utamkuta anakaa pembeni mpaka imamu amalize ndio anakuja anaswalisha swala yake mwenyewe, anaanza mwanzo, sababu hajui yale ya mwanzo. Ikhwatal iman,
kinacholiliwa kikubwa katika yote hapa ni hii dunia, ambao kwamba Mwenyezi Mungu, Hasan al-Basri anatuambia mwanzo wake ni ana na akhiruha fana, halali yake ni hisabu na haramu yake nini? Iqab. Man istaghna fiha futin, atakayekuwa tajiri katika hii dunia amepata mtihani mkubwa wa kumshukuru Mwenyezi Mungu na kuipeleka ile mali katika mambo anayoridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa man iftaqara fiha, na atakayekuwa fakiri katika hii dunia hazin, atahuzunika kwa sababu atatakiwa apate subra. Tajiri ashukuru na fakiri awe na nini? Subra. Subra sio subra. Na Allah mwenyewe kishasema kwenye Qur'an Karim, wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Fakiri wewe maskini, umeandaa shamba lako, mzee Fauzi ana shamba lake maskini, labda huko haya mbali huko Pangani au Mapojoni, kalima lile shamba lake kati ya muhogo, kati ya mahindi. Allah aleta mtihani wake pale pale, wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Mahindi alitarajia apate magunia 50, akapata magunia 20 tu. Ni mtihani sio mtihani? Mwingine ana minazi yake, katarajia aangue nazi 500, kaangua nazi 200. Mtihani sio mtihani? Wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat. Lakini sasa wabashiri sabirin, yataka subra kwa ile mitihani unaoingia. Wa min dhalika aidan, na katika miongoni mwa nasaha zake Al-Hasan al-Basri, aliulizwa mara moja, kuna mtu alimwendea Al-Hasan al-Basri akamuuliza, hal anta mu'min, je wewe ni mu'min? Jamaa akamwendea Al-Hasan al-Basri amuuliza, hal anta mu'min, je wewe ni mu'min? Al-Hasan al-Basri amwambia, in aradta al-imana, ukiwa wakusudia imani kwamba mimi ni mu'min, al-imanu billah, kumwamini Mwenyezi Mungu, wal yawmil akhir, wal qadari, wa malaika na wal kutub, kuamini imani, kuamini vitabu, kuamini malaika, kuamini siku ya mwisho, kuamini qadar, zile nguzo za imani 6 zile. Ukiwa wakusudia hivyo, fa ana mu'min, mimi ni mu'min. Na ndio mtoto ukimuuliza wewe muumini, utakao useme ikiwa kuamini zile nguzo 6, mimi naamini. Lakini wa idha aradta, lakini ukiwa wakusudia kwamba hal anta mu'min, kwamba wewe ni mu'min, ikiwa wakusudia innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun, ikiwa wakusudia hivyo kwamba muumini wa kweli ni yule ambaye kwamba zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala nyoyo huwa inapata kicho, inatikisika namna hii. Ikiwa kusudia hivyo kwamba muumini ni yule ambaye kwamba zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu imani yake inapata kicho, anazidi katika imani yake na anamtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambaye huyo Mwenyezi Mungu amemsema mtu mwenye sifa hizo, ulaika humul mu'minuna haka. Ikiwa kusudia hivyo, fala adri, sijui mimi naingia kwenye kundi hilo au siingii. Sasa kila mtu ajipime. Ikiwa kwenye zile nguzo za imani sote tuingia, lakini ikiwa katika haya ambayo kwamba ni aya ile unayosema zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, je, moyo wako unapata kicho, unatikisika? Sayyidina Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu anapita chini ya nyumba, anasikia jamaa anasema, anasoma surati Tur, wa Tur wa kitabin mastur fi raqin manshur wal bayti ma'mur was saqf wal bahr inna adaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Asikia aya hizo tu, inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi', kwamba adhabu za Mola wako zitashuka tu, zitaanguka tu, yani zitathibiti tu na hakuna wa kuzuia. Analia Sayyidina Umar bin Khattab. Sasa huyu ni muumini sio muumini? Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum.
wa idha tuliyat alaihim ayatu, na zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu nazini. Na mashekhe, hili swala la kuizoesha imani yako kuwa ufike kiwango kile ambacho kwamba zinaposomwa aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kiwango kile, ili uweze kukifikia kiwango cha kupata ucha Mungu. Usizanie ili jambo eti ni la siku moja au siku mbili, la takadurba, kujizoesha. Kujizoesha. Kujizoesha nini? Hata ile ikhlas. Usidhanie eti wewe ikhlasi kufanya jambo kwa ajili ya Allah utaipata ndani ya siku moja au ndani ya mwezi mmoja. Uipati hivyo. Yatakadurba, kujizoesha. Sasa unapojizoesha kwenye ile ikhlas, unakuwa wewe uko katika wale mukhlisin. Unajizoesha unakuwa kwenye ikhlas, mpaka sasa Allah anapoona kwamba huyu mja wangu anaminyana kutafuta ikhlas, anaminyana katika kutafuta unyenyekevu, kuzifahamu aya zangu, ndio pale inapokuja innahu min ibadina almukhlasin, unachaguliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mara moja kuna bwana mmoja alimwendea huyu Al-Hasan al-Basri, akamwambia, ya Hasan, ewe Hasan al-Basri, wazungumza kuhusiana na masahaba kwamba wao wamefanya makubwa, lakini nikiangalia, huyu bwana amuelezea Hasan al-Basri, amwambia, nikiangalia yale makubwa waliowafanya haya masahaba ni kutokamana na vipando vyao walivyovipanda. Wamepanda farasi ambao kwamba wana sifa ya kwenda mbio, lakini sisi hali zetu tulizokuwa nazo sisi, huyo bwana azungumza wakati amwambia Hasan al-Basri, amwambia hali zetu tulizokuwa nazo sisi sasa hivi tumepanda vijipunda, tena vijipunda wenyewe vijigonjwa. Sasa hivi kweli waliopanda farasi wanaokwenda spidi wataweza kushindwa na hawa watu waliopanda vijipunda vigonjwa? Haya maneno maana yake nini? Amwambia wale waliowafanya maswahaba, wao wameyafanya kutokamana na vipando vyao ni vizuri, walikuwa na nyoyo na bia, mazingira yaliyokuwa mazuri. Lakini sisi leo vipando vyetu vibovu, mazingira yetu mabovu, tutafika vipi kwa waliowafanya wao? Jamaa amuuliza Al-Hasan al-Basri. Angalia jibu la Al-Hasan al-Basri aliyomjibu. Al-Hasan al-Basri akamwangalia yule bwana, kisha akamwambia, sikiliza nikwambie, yoyote mwenye kuikamata njia ni lazima atafika katika lile kusudio lake, hata kama atachelewa, lakini lile lengo atalifikia tu. Wewe leo maksudi yako iwe ni kwenda Dar es Salaam, lakini gari ulilolitumia ni gari ambalo kwamba la speedi, kama lile alokuwa nalo pressure lile la speedi, lile la kimbia kweli, na mwingine katumia gari ambalo kwamba halina speedi yake ni ndogo, likikanyagiwa tu linapalisha temperature, linapatisha joto. Lakini yule akusudia Dar es Salaam na huyu akusudia Dar es Salaam, fi nihaya aliyetangulia na gari ya speedi atafika hafiki, na huyu ambaye kwamba maksudi yake ni kwenda kule Dar es Salaam na gari yake hii mbovu atafika hafiki? Atafika tu, lakini ana lengo la kufanya kufika. Bikhilafu, kinyume, wewe ukawa unataka uende Dar es Salaam, yule anataka ende njia nyingine, kweli yule atafika Dar es Salaam kwa kupita njia nyingine? Kwa ukiwa umekusudia kutaka kufika peponi, pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utafika tu madamu lengo lako ni lile, hata kama umepata kipando cha aina gani. Ikhwatal iman, baada ya hayo kuna bwana mmoja asema, wa min dhalika aidan qawluhu li akhar sa'alahu an halihi wa hali nas. Kuna bwana mmoja alimuuliza kuhusiana na hali yake na hali za watu. Amwambia, ya Hasan, hebu nielezee hali za binadamu katika hii dunia, nielezee hali zao ziko vipi. Hasan al-Basri ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwafikisha mno katika kuzungumza maneno ya hikma, na Allah alimwafikisha mno katika kusafisha moyo wake, kusamehe watu.
Mara moja, kabla sijaendelea na hichi kisa hapa mbele, alikwenda bwana mmoja akamkutia anaomba dua Al-Hasan al-Basri. Anaomba dua kali, anaomba dua kali, yad'u li ahadi nas, anamwombea mtu, lakini anamwombea kwa khairi. Tena mtu yule aliyekuwa anamwombea ni mtu ambaye kwamba kamdhulumu haki yake, kamchukulia katika haki yake. Ya Rabbi, mpe yule, muondolee zile dhiki za kidunia, ule dhulma alinifanyia mimi asimfanyie mtu mwingine. Ya Rabbi, ya Rabbi, nakuomba umsafishe kutokamana na dhulma ile. Amuombea dua, na yule bwana anemuombea ndio alimdhulumu yeye. Ikawa kuna mtu mwingine yuko pembeni pale anamsikia Al-Hasan al-Basri jinsi anavyomuombea yule mtu alimdhulumu dua. Yule bwana anasema, tamannaitu, nilitamani an akuna qad dhalamtu Hasan al-Basri, nilitamani niwe mimi ni mtu ambaye kwamba ni miongoni mwa wale watu ambao kwamba waliomdhulumu nani? Al-Hasan al-Basri. Tamannaitu an akuna qad dhalamtuhu, nilitamani niwe ni mtu ambaye kwamba nimemdhulumu kwa zile dua anayomuombea yule bwana. Akamwambia, ya Hasan, mbona umuombea dua hizi nyingi namna hii na huyo mtu amekudhulumu, paka natamani mimi ndio nimekudhulumu nisipate hizi dua zake? Amwambia, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala man? Ala Allah. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah, atakayesamehe akayatengeneza mambo, kwa sababu waweza ukasamehe lakini ukawa bado hujayatengeneza. Al-afu, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala man? Ala Allah. Ujira wako kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ujira huu umetajwa ni kiasi gani? Haujatajwa. Fa ajruhu ala Allah. Mtoshe ukikumbuka nafasi hii pale unapomuona mtu kakukosea kwenye heshima yako, kakukosea katika jambo lolote, kumbuka, faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Ujira kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa huyu bwana mwingine naye alikwenda kwa Hasan al-Basri akamwambia, tuelezee kuhusiana na hali za watu na hali ya hii watu wanavyoishi katika hii dunia. Hasan al-Basri amwambia, waihana madha fa'alna bi anfusina, wewe wanaambia nikuelezee mimi na nielezee watu katika hii dunia wanaishi vipi, vipi wanachokitarajia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amwambia, waihana madha fa'alna bi anfusina, tumefanya nini nyinyi kwa ajili ya nafsi zetu? Kuna kitu gani wewe ukiulizwa leo, hebu likumbuke hilo jema ulilofanya ni wapi? Madha fa'alna bi anfusina. Nikisema hivi hatukatishani tamaa, lakini tunataka tuongeze ile hamu yetu na juhudi yetu katika kutenda mazuri tuyafanya. Tusali walillahi alhamd, lakini ikiwa tusali tukithirishe kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbana taqabbal minna, tutakabalie katika hizi ibada zetu. Wafanya mambo ya kheri, watoa, ongeza katika ziada yako, Mwenyezi Mungu nitakabalie. Ndio lengo la kuambiana kama hivi. Sio kama watu hatutendi, watu hawatendi mazuri, watu watenda, lakini ni ile spidi na yale kwa zidi ya kufanya mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Waihana madha fa'alna bi anfusina, tumefanya nini kwa ajili ya nafsi zetu sisi? Laqad ahzalna dinana, tumeikondesha dini yetu sisi, lakini hapo hapo tumeinenepesha dunia yetu. Dini tumeikondesha, lakini dunia tumeifanya nini? Tumeinenepesha. Wa akhlaqna akhlaqana wajaddadna furushana wa thiyabana, lakini ukiangalia akhlaqi zetu tumezifanya kwamba ni kongwe, hatuna akhlaqi nzuri. Baadhi ya watu vinywa vyao wanaoyatoa kutoka kwenye vinywa vyao ni maneno machafu matupu. Mkuti mtu akazungumza maneno mazuri, ila nadir, kitu nadir, tusi, kusengenya mtu, kunini mtu, kumfanya mtu vibaya, na ndiyo madhambi makubwa ambayo kwamba yanayoenda kuingiza watu katika moto, wali'iyadhu billah. Leo wewe ukichunguza, jichunguze safha yako kuanzia asubuhi mpaka hii jioni, walillahi alhamdu, unaweza ukajikuta kwenye kabairi, yale madhambi makubwa yale ambayo yakutisha haumo, lakini hapo hapo
umesahau kwamba kuna ulimi nao pia unatoa madhambi yaliyokuwa makubwa, lakini huyaingizi kwenye akili yako kwamba unaweza ukenda kukuangamiza ulimi kama huu. Na Mtume SAW anamwambia Muadh bin Jabal, watu hakuna kitachowafidikiza katika moto wa Jahannam illa madha hasaid ya alsinatihim, mazao ya ndimi zao. Watu wamezichakaza akhlaqi, lakini hawajali. Nyumbani kule matandiko yanabadilishwa kila siku, nguo zabadilika kila siku. Ina maana mtu anaangalia madhahir, haangalii yale yaliyokuwa ndani ya mwili wake. Anaelezea hali ya kidunia na hali za watu katika hii dunia. Watu wamekondesha dini, wakainenepesha dunia. Tabia zao wakazifanya ni chakavu, lakini majumba yao wakayafanya ni majumba mazuri ya ng'ara, udi wanukizwa kila wakati. Yattakiu ahaduna ala shimali, unamkuta mmoja wetu anaegemea kwa mkono wake wa kushoto, wa yaakulu min mali ghairi malihi, na anakula mali isiyokuwa mali yake. Hiyo ndio hali za watu katika hii dunia. Wa yaakulu min malin ghairi malihi, na anakula katika mali isiyokuwa mali yake. Taamuhu, ukiangalia kile chakula chake anachokula ni ghasbun, amenyang'anya watu tu. Wa khidmatuhu, na wale wafanyakazi ambao kwamba wako chini yake, wafanyakazi ambao kwamba wanamtumikia yeye, ni wafanyakazi ambao kwamba sukhratun, anawafanyisha kazi bila ya kuwapa ajira yao. Shekhe, haya mambo ni mambo ya kutisha mno. Watu wanakula vya haramu, wafanyakazi waliokuwa chini yao hawawaangalii kuwalipa vizuri, na wale wanaowalipa wengine wanawasemanga, na wale wengine hawawalipi kabisa. Wafanyakazi hawana shughuli nao, naona watumikiza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza vipi? Mpeni mfanyakazi haki yake kabla ya jasho lake halijakauka. Sio mambo mepesi shekhi. Tunaweza tukawa na swala, tunaweza tukawa na siyamu, tunaweza tukawa na zaka, tunaweza tukawa na nini, lakini tukija tukiangalia muamala upande wa pili, wale waliokuwa chini yetu katika wafanyakazi, tuwaangalia, twakaa nao kwa wema, twaishi nao vizuri. Al-Hasan al-Basri anaelezea hali za watu katika hii dunia. Wamenenepesha dunia yao na wamekondesha dini zao, tabia zao wamezitia chakavu, wanakula mali isiyokuwa halali, vyakula vyao ni vya haramu. Wafanyakazi waliokuwa chini yao wanaodhulumu. Yad'u bihulwin ba'da hamid, wa biharin ba'da barid, wa biratbin ba'da yabis. Unamuona tu anaagiza chakula, kikiletwa kimoto asema astaki kimoto, nileteni baridi. Kiletwa baridi anasema nileteni kile kimoto. Yani anakuelezea jinsi ya dunia, watu walivyokunjuliwa katika hii dunia. Anachagua kula kile anachokitaka. Hata idha akhadhathu alkidha, mpaka ikiwa sasa lile tumbo lake limejaa, tajashaa min albashami, anaenda mweu kutokamana na shibe. Thumma qal, kisha anasema. Al-Hasan al-Basri anatuelezea hali watu katika hii dunia. Mmoja wetu ndio anapoishi hivi, akisheshiba kile chakula, unaona anasema hebu leteni, ongezeni chakula tafune. Ya uhaimiq, ewe kijijinga, wallahi lan tahmidha illa dinak, huna unachokitafuna katika chakula ulichosogezewa isipokuwa unatafuna dini yako. Aina jaruka almuhtaj, yuko wapi jirani yako mwenye kuhitajia? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mazala Jibrili hajaacha kunihusia mimi kuhusu jirani yangu, mpaka naogopea kwamba yafika wakati nitambua jirani atakuwa ni miongoni mwa watu wanaonirithi mimi. Wewe leo chakula kimebaki, eka kwenye friji, akakimwange hichi chakula, kafanya hivi, chakula kafanya hivi. Kuna jirani yako shekhe ana njaa, ukisogezewa kile chakula chako ukiangalie vizuri. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema vipi kwenye Qur'an al-Karim? Falyanzur al-insanu ila madha
ila ta'amihi. Allah anakuambia aangalie binadamu kwenye chakula chake. Hivi chakula kweli kitu cha ambao ukiangalia wewe? Kaitadabbari hii aya, Allah anakutaka kitu gani? Falyanzuril insanu ila ta'amihi, aangalie binadamu chakula chake. Angalia mfumo wa kile chakula kilipotoka, na angalia kile chakula baadaye kinapoingia kwenye mdomo wako, mate yanavyofanya kile chakula mpaka kikafika chini ya tumbo lako. Alafu leo wewe kile chakula unakuwa nacho kingi mpaka wafika wakati wasema kichukueni kakimwageni, wakati Allah anasema wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Leo kuna ndugu zetu waliokuwa katika sehemu za Gaza kule, ukanda wa Gaza, ukiangalia zile nafasi zao na zile video zao yani hakipiti kwa wewe isipokuwa kuingiwa na duku kwenye moyo wako kwa ile hali waliokuwa nayo. Mgongo umekutana na sehemu za kifua, miguu imechoka wale watoto. Na sasa hivi wale wenzetu wale Mayahudi, Mwenyezi Mungu awalani, sio wenzetu wale Mayahudi wale, jinsi wanachokifanya wale makafiri, wamefika wakati wametengeza maroboti ambao kwamba yale maroboti wameatia kama vile mabomu fulani. Vyombo vya habari vinazungumza, vinasema madhbaha inayofanyika, mauaji yanayofanyika Gaza sasa hivi hayajawahi kutokea mfano wake mathili katika tarikhul basharia, tarehe ya ubinadamu hayajawahi kutokea. Njaa wanawatia wale wenzetu, ndugu zetu wa Gaza, lakini vile wanavyowaua, huduma za hospitali wamewafungia, na sisi wale bado watabaki ndugu zetu. Tutakiwa tuwaombee dua na tuone imani, na tuwe kile ile riziki yako unaoipata wewe Muislamu ichunge na uihenge, ujue kwa sababu kuna wenzetu hii tunaopata sisi wanaitafuta na wanangombeana. Usipite kabisa zile video, angalia ili uzidi kuipandisha hii nini, imani yako. Mwenyezi Mungu awaondolee katika dhiki waliokuwa nazo ya Rabbi, awaondolee matatizo yao, awavushe katika hili jambo ya Rabbi, waniwasaidia, awazidi kuwapa imani ya kuwasaidia ya Rabbi. Ya Rabbi wape imani na nguvu Waislamu tuweze kuwasaidia ndugu zetu. Ya Rabbi tukuomba ya Rabbi kwa ukarimu wako na rehema zako na utukufu wako na ukubwa wako na ukarimu wako, waondolee ndugu zetu wa Gaza hali waliokuwa nayo ya Rabbi, na sairil biladi muslimin, sair biladi muslimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana dhunubana innaka antal ghafurur rahim. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.